Mwenyekiti wa TAMPRO Taifa, ndugu yangu Haji Mrisho Rubibi, viongozi wengine wa TAMPRO na wa taasisi mbalimbali ambao mmehudhuria na sisi leo humu, viongozi wa dini mliohudhuria. Pekee nimefurahi kumuona Sheikh Kundecha, jamaa yangu sana huyu. Viongozi wa vijana ambao mmehudhuria na sisi, lakini hali kadhalika washiriki wote wa kongamano, mabibi na mabwana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wasalimu pia kwa jina la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Jifunza mahala kwamba ukisimama mbele ya watu ukataka kuongea, kuna mambo matatu. Kwanza, unasimama uonekane. Ya pili, unasema usikike. Lakini la tatu, umuombe Mungu wako utakayosema yasiwaudhi wanaokusikiliza, lakini zaidi yasimuudhi yeye. Kwa hivyo mimi nimesema tuanze na ile ya Nabii Musa, Rabbi ishrah sadre wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu, nianze kwa shukrani kwa Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, anaotujalia neema kubwa kubwa na neema ndogo ndogo, kwa kutupa zawadi ya uhai na afya njema zilizotuwezesha kuwa hapa leo. Lakini pia ni washukuru viongozi wa TAMPRO kwa kunifikiria mimi kuwa mgeni rasmi wa tukio hili. Sisimami mbele ya umma huu kwa sababu ya ukubwa wa elimu yangu ama kwa sababu ya ukubwa wa uongozi wangu, lakini kwa sababu ya heshima ambayo mmeona mnipe. Ungeweza kuchagua miongoni mwa viongozi yoyote tu, na wako wengi kwenye nchi hii, lakini hata ukinarrow down ukachagua viongozi wa Islamu pia wako wengi. Kwa hiyo kipekee ni washukuru kwa kunipa heshima hii. Asanteni sana. Na wajua, katika nyakati hizi unapoongea ni kazi kweli kweli. Utakapoweka kituo usiseme Mama Samia oye, kwa sababu ya yale ambayo tumeyapitia mwezi mzima na ushehe hivi. Kwa hiyo imekaa kichwani, na nimetoka zangu Muheza, nimekuja Dar es Salaam maalum kwa ajili ya shughuli hii, na niimalize nirudi zangu Muheza nikaendelee na haya. Kwa hivyo asanteni sana. Mimi binafsi ni mpenzi mkubwa wa shughuli za kielimu, hasa za Kiislamu, na ninapokuja kwenye maeneo na mazingira ya hivi, kuliko kuja kutoa nasaha na kuja zaidi kujifunza. Na sijawahi hata wakati mmoja nikaenda kwenye shughuli yoyote, mkusanyiko ambao unahusu masuala ya elimu, na nikatoka kama nilivyokwenda. Siku zote huwa nanufaika. Kwa hiyo hili mlilolifanya ni kubwa, na naamini wote kati ya sisi hakuna atakayetoka kama alivyokuja. Angalau maono yake kuhusiana na jambo lolote yatabadilika, ama kuna kitu kitaongezeka kwenye kichwa chake. Kwa hiyo makongamano ya namna hii na makusanyiko mengine ya masuala ya kielimu ni mambo ambayo sisi kama Waislamu tunatakiwa kuendelea kuyafanya kwa wingi, ili umma wetu uendelee kuongoka. Naleta kwenu salamu za Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na mgombea wa nafasi ya urais kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi, ambaye kama mnavyofahamu yuko mikoani akiendelea kuomba ridhaa ya wananchi wa Tanzania aendelee kuwa rais wetu kwa miaka 5 ijayo. Na inshallah Mwenyezi Mungu atamjalia mama yetu, atapata ridhaa ya Watanzania
na ataendelea pale alipoishia kwenye miaka 4.5 hii ambayo ametuongoza sisi kama nchi. Ndugu zangu katika imani, nimesikiliza vizuri mafundisho ambayo yametangulia kabla ya kusimama mimi. Mada 2 zilizotangulia, lakini na Sheikh Kundecha na hali kadhalika mwenyekiti wa TAMPRO wakati ananikaribisha. Na hivyo na mimi nina machache ya kusema. Kwanza ndugu zangu, mada zote wote walionitangulia kusema wamesisitiza sana juu ya umuhimu wa kazi na uzalendo. Ndugu zangu, kazi na uzalendo ni nguzo mbili zinazolijenga taifa lolote imara. Kazi ndio heshima ya mwanadamu na uzalendo ndio roho inayolifanya taifa lolote lisimame. Mzalendo wa kweli ni yule anayefanya kazi kwa bidii, kwa uaminifu na kwa kuzingatia maslahi ya taifa lake. Tunapozungumzia uzalendo, hatumaanishi maneno matupu, tunamaanisha vitendo. Vitendo vya kulinda rasilimali za nchi, kulinda utu wetu, kutuacha tukiwa tunaendelea kuwa huru utakapomaliza kufanya vitendo hivyo, kuhimiza maendeleo ya jamii na kuhakikisha amani inaendelea kudumu. Hizi ni nyakati ambazo ndugu zangu tunakwenda kwenye uchaguzi mkuu ambao ni tarehe 29 ya mwezi huu. Leo ni tarehe 14. Zimebaki siku 14 ya 15 tunakwenda kupiga kura kuchagua viongozi wetu. Ndugu zangu, kila mara nimekuwa nikiwaambia wananchi wenzangu kule ambako nimekuwa nikisema katika kipindi hiki cha kampeni, sisi tunayo haki ya kuuliza masuala mbalimbali ya kimaendeleo ya taifa letu, ya kimaendeleo ya majimbo yetu, kwenye kata zetu, kwenye vijiji na vitongoji ama kwenye mitaa yetu. Lakini hakuna haki inayokuja bila wajibu. Wajibu wetu wa awali ni kuhakikisha kwanza tunapiga kura kuchagua wale ambao tunataka kuwauliza mambo yetu yasipokwenda. Kama umeme unakatika, kama maji hayatoki, barabara hazijatengenezwa, kuna tafrani gani sijui, tuna haki ya kumuuliza diwani, tuna haki ya kumuuliza mbunge, tuna haki ya kumuuliza rais. Lakini haki hiyo inanunuliwa. Hakuna haki inayokuja bila wajibu. Wajibu wetu kwanza ni kujitokeza kuhakikisha tunapiga kura kwa wale tunaotaka kuwauliza, halafu wabaki na wajibu wa kutujibu pale mambo yetu yanapokuwa sio sawa sawa na tunataka majibu kutoka kwao. Sawa sawa jamani? Kwa hiyo vyovyote na vyokuwa, muhakikishe tarehe 29 mnatiki. Ule kwetu hatusemi tu Oktoba tunatiki, tunasema mara 3. Oktoba tunatiki, tunatiki, tunatiki. Sawa sawa eh? Oktoba. Asanteni. Na sasa katika kipindi hiki ambako tunaelekea uchaguzi, mambo ni mengi kweli kweli. Maneno ni mengi. Hasa huku kwenye mitandao. Sisi hatuna historia ya muda mrefu sana ya matumizi ya mitandao. Na naona hatukuanza vibaya sana, lakini huku tunakoelekea naona kama mambo sio mazuri. Mitandao inatumika vibaya sana. Nilikuwa namsikiliza aliyekuwa anatoa mada ya kwanza wakati nilipofika, na mimi ndio ilikuwa mada ya kwanza. Brother Madaila Dalidali. Asante sana, mada ni nzuri. Na akawa miongoni mwa mambo anayoelezea ni jinsi ambavyo tunaweza kuitumia mitandao kwa manufaa yetu binafsi, lakini na kwa manufaa ya taifa letu. Sasa napata wakati mgumu kidogo kwa jinsi mitandao hii inavyotumika. Tumeruhusu sana, badala ya kuitumia mitandao hii vizuri, tumeruhusu upotoshaji ushike hatamu. Mambo mengi yanasemwa. Ndugu zangu, niwahakikishie, mimi nimeishi kwenye mtandao kwa ajili ya ile kazi yangu nyingine ile toka mitandao inaanza. Hamtakaa mjue jinsi watu wanavyodanganya, jinsi watu wanavyopotosha kwenye mitandao, mpaka siku wazungumze jambo ambalo unalifahamu fika kwa 100% ama wawe wanakuzungumzia wewe. Yaani unaambiwa vitu kwenye mtandao wewe mwenyewe vinakushangaza, hujui kama ulikuwa navyo. Wanakupa breaking news kuhusu wewe mwenyewe. Kwa hivyo ni vitu vingi. Sisi tuna na hawa wanavyosema
Sio kwamba hawajui, wanajua kama wanapotosha. Wanafahamu kabisa kwamba hapa tunawakusanyia nyasi tu viongozi wapate chuki kutoka kwa wananchi wanaowaongoza, nchi isitawalike. Lakini 90% ama zaidi ya vitu vinavyosemwa kwenye mtandao havina mantiki yoyote, havina ukweli wowote ndugu zangu. Na maneno yanasemwa mabaya. Unajua, kuomba accountability kwa viongozi sio jambo baya, ni haki yetu kama ambavyo nimetangulia kusema. Lakini haya yanayosemwa, jinsi yanavyopotosha, sio kuomba accountability, ni kupandikiza na kuendekeza chuki tu. Na mimi niwahakikishie nchi iko macho kwenye pande zote zile. Na tunakwenda tarehe 29, uchaguzi utafanyika kwa amani. Sisi tutapiga kura, tutarudi majumbani kwetu, tutapokea majibu ya kura zile kwa hekima, na nchi itaendelea ilipoishia. Niwaombe tusiendelee kuruhusu upotoshaji na tusiendelee kuruhusu kudanganya. Anayekudanganya kama anajua anakudanganya, manake kama utakubali yale anayoyasema ni wewe aliyekufanya mpuuzi. Tusiendelee kuruhusu mambo haya, tusiendelee kuruhusu upotoshaji, na tuendelee kuwa wazalendo kwa nchi yetu. Ndugu zangu, uzalendo katika uchaguzi ni kwanza kushiriki kwa amani, kuheshimu sheria na taratibu, kuepuka lugha za chuki, vurugu, udini na ukabila, kuchagua viongozi waadilifu na wachapakazi, na kukubali matokeo kwa hekima na utulivu. Kila kijana anapaswa kuwa balozi wa amani katika familia, mitaani na mtandaoni. Mabadiliko ya kweli huanza kwa fikra sahihi na matendo yenye busara. Ndugu zangu katika imani, amani tulionayo ndio msingi wa kazi zetu, biashara zetu, ibada zetu na maisha yetu kwa ujumla. Wiki 2 hivi zilizopita tulipata ugeni kule Muheza. Sasa alikuwa amesema mambo mengi, alichukua muda mrefu katika hotuba yake. Lakini moja ambalo nalikumbuka mpaka leo, na alilisema kwa namna likawa linachekesha lakini ni la ukweli, ni la kuhusu amani. Alienda Kongo bwana yule, na akapewa heshima, shemgeni tena, akapewa heshima ya kuswalisha, yeye ndo imamu. Sawa? Sasa wakati ameanza kuswalisha pale, vitu vikaanza kulia nje. Sasa amefika kwenye kurukuu, mambo kama amekubali sana, yani mpaka mbele tu yanaposalishia anayasikia. Kwa hivyo anashindwa kwamba ni ainuke, kwa sababu anaamini akiinuka ndo atakutana navyo, ama afanyeje sasa. Story ndefu, na natamani mngemsikia mwenyewe jinsi alivyokuwa anaisema. Mnamjua bwana yule alivyokuwa fanani. Lakini mwisho wa story ni kwamba salamu ilitoka wakati wa kurukuu. Salamu ilitoka wakati wa kurukuu. Sasa ni jambo la kuchekesha, lakini kwa sisi ambao hatujawahi kukutana na mitoto, sasa haya yanayoendelea yanaweza yakatupelekea huko. Niwaombe, niwatafadhilishe ndugu zangu, niko chini ya miguu yenu. Tafadhali, hala kidole na jicho. Huu sio wakati wa kuleta mchezo. Hatujui namna nyingine ya kuishi nchi hii zaidi ya kuishi kwenye nchi yenye amani. Sisi hatuna kwetu kwingine. Kwetu ni Muheza, kwetu ni Kilwa, kwetu ni Kigoma, kwetu ni Pangani na kadhalika. Tufanye tunavyofanya, tubishane tunavyobishana, lakini mwisho wa siku wote tuwe walinzi wa amani yetu ndugu zangu. Naamini mnanielewa. Kwa hiyo nataka niwakumbushe kwamba tukilinda amani tunalinda mustakabali wetu, tukiheshimu kazi tunaendelea kutengeneza
njia kwa ajili ya mafanikio yetu. Serikali ya awamu ya 6 chini ya Dr. Samia Suluhu Hassan itaendelea kuwa mfano wa uongozi unaothamini vijana, amani na maendeleo. Tunapaswa kuendeleza msingi huu kwa vitendo sasa. Lakini pia nisiondoke hapa kabla sijatoa pongezi kwa TAMPRO na uongozi wake kuendelea kuwa jukwaa la kuhamasisha vijana katika elimu, ujasiriamali na maadili. Wote waliotangulia kusema kabla yangu wamesema vizuri na mmeunganisha vizuri umuhimu wa uzalendo, kazi na amani. Hongereni sana kwa hili. Lakini kubwa ni kuhusiana na mambo mbalimbali yanayotekelezwa na TAMPRO. Iliyonivutia zaidi ni mradi wa TAMPRO Waqf House ambacho ni kielelezo cha namna taasisi za dini zinavyoweza kuwa chachu ya maendeleo endelevu. Ndugu zangu wataalamu na wasomi wa Kiislamu, tunalo jukumu la kulea umma wetu katika nyakati hizi. Tuko katika dunia ambayo usomi na utaalamu wetu unatakiwa pamoja na kuyanufaisha mataifa na familia zetu unufaisha Uislamu hali kadhalika. Kwa wasomi na wataalamu wa Kiislamu, hii ndiyo jihadi yetu. Jihadi ya sasa hatutoi mapanga, hatuendi vitani. Jihadi yetu ni kuulea umma kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametujalia yakaingia kwenye vichwa vyetu. Tutumie ufahamu huu tuliopewa na Mwenyezi Mungu kuhakikisha unaunufaisha Uislamu wetu. Serikali itaendelea kushirikiana nanyi katika kuunga mkono juhudi kama hizi. Ndugu zangu, nilipewa dakika 10 za kusema hapa, lakini kwa bahati nzuri nafikiri nimezidisha. Kwa bahati nzuri saa inayotumika ni saa yangu kwa sababu mimi ndo mgeni rasmi. Kwa hiyo bado ni dakika 10 hata kama zimezidi. Kwa hiyo kwa kumalizia, napenda kusisitiza jambo moja. Tanzania ni yetu na hatuna kwetu kwingine. Amani tulionayo imejengwa kwa gharama kubwa. Tusiweke rehani kwa maneno, matendo au jazba za kisiasa. Kila Mtanzania anapaswa kuwa nguzo ya utulivu, mfano wa nidhamu na shujaa wa maendeleo. Tuendelee kufanya kazi kwa bidii, kwa uzalendo na kwa umoja huu, tukiendelea kudumisha amani na utulivu wa nchi yetu kama ambavyo imekuwa sifa yetu kuu. Asanteni kwa kunisikiliza. Mungu ibariki TAMPRO, Mungu mbariki Daktari Samia Suluhu Hassan, Mungu ibariki Tanzania. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.